Samahatul Mufti ameniagiza nilizungumza hili na kwamba lazima tubadilike. Katika slogan yake anasema tujitambue, tubadilike, tuache mazoea, kuziweka taasisi katika hali ya wasiwasi mpaka siku ya mwisho ya kutoa visa. Hii imekuwa donda ndugu. Wewe unachukua watu 100 unapata watu 90 au unapata watu 70. Imekuwa ni kilio cha kila siku. Mnaweza kutusaidia ni nyinyi ndugu zetu mahujaji kuhakikisha kwamba mnalipa mapema. Na pia unapolipa mapema hata gharama za zile pesa, maana exchange rate inatofautiana wakati unapolipa sasa hivi na unapolipa wakati wa hija. Kwa hiyo hili jambo ambalo tunaomba kulisisitiza sana kwa ndugu zetu mnaotusikiliza ambao ni mahujaji watarajiwa. Muondolee pressure viongozi wa taasisi zetu za hija. Kuna watu sisi tunajua katika viongozi wa hija wamepata maradhi ya pressure, wamepata maradhi ya moyo kutokana na kazi hii. Kutokana kila mwaka ni pressure. Kila mwaka. Sasa mwasaidie viongozi wenu wanaosimamia hizi taasisi. Ama jambo la kutangaza hija, tusipongeze taasisi zetu zinazosimamia hija kwa bara na visiwani kwa kuzinduka kuitangaza hija. Katika miaka ya nyuma ilikuwa hija yatangazwa katika misikiti tu. Ukaenda msikiti wa Manyema, msikiti gani, msikiti wa Tanga, wa Ijumaa wapi, kwa milango ya misikiti ndio kuna matangazo ya hija. Lakini kuanzia mwaka jana, mwaka juzi kidogo kumekuwa na mwamko mkubwa wa kutangaza, mwamko ambao ndio umesababisha idadi ya mahujaji kufikia 4,000 na kitu kwa mwaka jana. Mteja yote au mhujaji yote aliyeweka nia ya kusafiri kwa masuala ya hija akaja kuomba passport, huyo mteja cha kwanza lazima awe ni Mtanzania. Asije mtu akawa Mtanzania akaenda katika moja ya taasisi tajwa hapo 19 akaenda kufuatilia maombi ya passport. Hapana, lazima huyo mtu awe Tanzania. Pia tunaomba wenye viti pamoja na wanaongozi katika hizi taasisi 19 zilizoko chini ya TAAFE, tunaomba wateja wote ambao wamepitia kwenu kwa ajili ya maombi na passport ili wasafiri kwenda katika ibada ya hija wahakikishe kwanza kabla ya yote huyo mtu awe ni raia wa Tanzania. Mtu ambaye kwa passport kwa ajili ya hija hujaji anahudumiwa kipekee kuliko wateja wengine wote. Tunawaomba wale wote waliotia nia ya kwenda kutekeleza ibada ya hija kwa mwaka huu, wakati ni huu, wala asisubiri mtu baadaye. Lipa kidogo kidogo hadi inapofika deadline na wewe uwe umemaliza, kwa sababu ipo jambo moja muhimu sana kulizungumza. Imekuwa ni rahisi kwa hujaji kudai gharama za hija pale anapohisi kwamba hawezi kutekeleza ibada ya hija. Lakini kwa mafundisho haya ya leo, hujaji atambue kwamba unapolipa gharama ya hija haikai benki. Unapolipa gharama ya hija automatically ishatumika. Kwa hiyo wewe unaidai gharama ya hija, unadai ugomvi na ukorofi na malalamiko, kwa kuwa iko kitu kinachoitwa gharama ya hija hakipo tena kwenye taasisi ya hija, kisha kwenda kwenye mamlaka zinazohusika. Kwa hiyo unapotoa maamuzi ya hija, hakikisha umefikiri vizuri. Usikurupuke kutoa maamuzi ya hija alafu baada ya mwezi unarudi unasema mwanangu, ilikuwa ndo ada ya shule, mimi naona sasa hivi muhimu kulipa ada ya shule, hija nitaenda baadaye, nirudishiwe zile gharama. Ziko wapi hizo gharama? Mmesikia viongozi wanavyozungumza.
Na sisi tunashauri taasisi za hija, kwenye fomu zenu za maombi ya hija wekeni hicho kipengele kwamba gharama ya hija hairudi, kinachorudishwa ni ile huduma ya hija. Wewe ushalipa mwaka huu na nafasi, subiri, ukipata nafasi uende, hela yako tayari ipo katika huduma.